Mwalimu Pascal alikuwa bado ananielewesha, nataka nimuulize swali. Sasa okay, basi endelea kumwelewesha. Au nimuulize tu? Alikuwa bado anaelewesha, alikuwa anaongea. Inawezekana unauliza ambacho alikuwa anatakiwa. Uliza tu. Sasa mbona kama mnajiamini na maswali ya Daudi? mimi nawauliza hao wawili mwalimu, ili nawauliza hao wawili, sio wewe. Mwalimu, tunaamini sisi, hatujiamini na maswali. Anasema wewe mseme, subiri aulize bwana. Hii tunafanya kwa kuamini hao steady watafanya hicho, kuipunguza au kuipandisha thamani. Wasipofanya sasa, sio bongo tu ya kwanza. Marekani sio bongo eti kwa barabara imeharibika eti wataka kuifanya. Mwalimu, tuendelee. Wanagairisha kutengeneza barabara, wanawapa zawadi wachezaji wa mpira. Baraka. Naam mwalimu. Nilipoita Milembe klasi bado unabisha? Hapana, kama mwalimu, hiyo ndio ilikuwa maana yako, basi sawa. Okay. Sawa. Amelazwa, anayejibu swali amelazwa. Okay, sawa. Daudi ana hoja na hoja yake ni ya msingi kabisa. Sema tu aliyejibu ndio rahisi, yeye ndio kidogo yeye yuko ICU. Ni kweli inawezekana kabisa data zikatoka kwamba inflation imepanda, soko likawa na expectation kwamba watapandisha interest rate, kwa hiyo wakaanza kuibai currency tayari, wakaanza kuibai USD. Siku ya data, siku ya form C, jamaa wasipandishe. Maana yake siku ya form C decision zinaweza zikawa tatu: ni aidha wapandishe au washushe au wabaki na ile ile iliyokuwa inaendelea. Kwa hiyo kushusha, tuseme hawatashusha kwa sababu data zimefanyaje? Data zimeonyesha kwamba inflation imepanda. Huwezi ukaongeza ukatia mafuta kwenye moto ambao tayari unawaka. Kwa hiyo decision ya kushusha tunaiondoa, zinabaki mbili: aidha watapandisha au watashusha, au watabaki na ile ile iliyokuwepo. Kupandisha, kama ikitokea wamepandisha na soko lilikuwa lina expect kupandisha, hatutapata movement kubwa siku ya nyuzi. Kwa sababu gani? Tayari walichokifanya kilikuwa priced in. Soko lilikuwa limesha reprice ile decision ambayo wataifanya. Kwa hiyo halitakuwa na mshangao, halitakuwa na surprise. Ila ikitokea hawajapandisha, na huwa inatokea, sio kama Pascal alivyosema, na huwa inatokea. Kwa sababu gani? Wao hawashughulikii data moja. Inawezekana kabisa inflation imepanda, lakini sio kiwango ambacho kinawatisha wao, kwa sababu inapanda labda katika asilimia
ambazo bado hazijawa tatizo, ambazo tulisema kwamba wako comfortable zikiwa asilimia ngapi? Wote shasahau. Okay, haina shida, tutajikumbusha tena huko mbele. Wako comfortable ikiwa asilimia 1 mpaka 2. Kwa hiyo inaweza ikatoka labda ilikuwa ni asilimia 1, inflation ikatoka kwamba imekuwa 1.5. 1.5 haitawafanya waweze kupandisha interest rate, ama zilikuwa 2 ikaenda 2.5, bado iko kwenye range ile ile ya wao kuwa comfortable. Daudi, nikiongelea comfort, mnyama yuko kwenye comfort zone ataelewa zaidi. Kwa hiyo inflation ipo kwenye comfort zone ya kwao, haitawatisha. Kwa hiyo sasa, ijapokuwa kwa participant kwao walisha take action, kwa hiyo sasa wakitegemea jamaa watachukua maamuzi. Maamuzi sometime ni verbal intervention, sio lazima wapandishe interest rate, ila wakisema tu tunatarajia kupandisha interest rate, tayari hiyo ni action. Lakini sasa wakasema data zilizopanda hazitoshi kutufanya, data zilizotoka hazitoshi kutufanya tuchukue maamuzi, price itaanguka. Kwa sababu gani? Itafanyika repricing ya kile ambacho walikuwa wamekifanya. Watafanya masahihisho ili kuendana na maamuzi ya wenye mamlaka, ambayo sasa ni actual. Maana yake soko linatoka kwenye expectation linaenda sasa kwenye actual, maandalio sasa linaenda kwenye jawabu la ulimi sasa. Kwa hiyo mnajisaisha, mlikuwa mmeibai USD, kumbe tulikuwa tumeingia chaka pale pale, lina seli soko. Kwa hiyo litaseli hata wasiposhusha interest rate, kubaki tu pale pale itaseli. Kwa sababu gani? Tayari soko lilikuwa limezimeza zile data, likaanza kupanda, kwa hiyo litabidi liteme. Kwa hiyo kutokupandisha nako ni action. Soko litaliprice tena pale pale. Kwa hiyo soko kila wakati liko kwenye repricing. Sometime ni repricing ya expectation, sometime ni repricing ya data mpya. Maana yake sasa expectation ilikuwa ni hii hapa, kwa hiyo sasa siku ya form C itakuwa ni new information. Kwa hiyo tunaanza tena kwenda kwenye expectation mpya ambayo itatupelekea decision mpya ambayo tutapata tena new price. Kwa hiyo tuna format pale. Baada ya kuformat, halikati tamaa, soko litaanza tena upya. Ndio maana tumesema is continuous repricing. Umenipata hapo? Mwalimu, Pasco, umenipata? kwa design hiyo nimekupata, lakini labda sema tu ni kwenye nanili kwamba kwenye Marekani waache kushughulikia nanili changamoto, hapo ndo shtua. Kimsingi unatakiwa ujue kwamba data kutoka zinakuwa zinaashiria labda kitu kizuri ama kitu kibaya, zinakuwa zinaashiria kwamba, ila sasa mpaka ifike level ya changamoto kwamba na wao wameshaona kwamba tusiposhughulikia italeta shida. Ndio. Yes. Kwa hiyo si kwamba wao
wanadhani kwamba labda wana uzembe. Hatuwezi tukaita uzembe, wana kiwango chao cha uvumilivu, cha uhimilivu. Sio kila data itashughulikiwa kwa kiwango kile kile, hapana. Kwa hiyo Ndio. lazima uwe na nini kama kocha kwamba timu inaelemewa, mashabiki mnategemea kabisa kwamba atabadilisha mchezaji, atafanya sabu, lakini hafanyi, kwa sababu inawezekana kuna kitu kingine anakiona ambacho nyie mashabiki hamjakiona. Kwa hiyo wale pale na wenyewe ni kama kocha anakuwa ana kiwango chake ambayo anasubiri, sasa hivi nikipandisha interest rate yawezekana kabisa nitauathiri uchumi, na hapa unaenda vizuri tu hizi data, kwa sababu kumbuka, na uchumi nao uko kwenye cycle kila wakati. Umetoka kwenye tuseme USD iliyokuwa inashuka, umetoka kwenye recession, unaushughulikia, ulikuwa unapambana na recession, maana yake unaongeza fedha kwenye mzunguko. Kwa hiyo sasa data zinaanza kujibu pale pale, hautakii tena uanze tena kugeuza, no. Unakuwa sasa ni muda ambao unaziachia data yale maamuzi yako uliokuwa unayafanya yaonekane sasa kwenye uchumi. Maana yake sasa, vinginevyo ulikuwa unashusha. Kwa sababu gani sasa? Kwa hiyo maana yake wewe kwako wewe utaanza kuita improvement. Kwa hiyo sio issue ya kufanyaje, sio issue ya kuwa mbele sasa ya maamuzi. Hata soko lenyewe, yes, soko linaishi kwenye expectation, lakini siku ya data zikitoka, ndio maana unaweza ukashangaa ukauliza, sasa hapo mbona USD imeshuka wakati hawa jamaa hawajashusha interest rate? Imeshuka kwa sababu tayari participant walikuwa wakiamini jamaa watapandisha interest rate na hawajapandisha. Kwa hiyo tayari soko lilikuwa limeshajipeleka mbele, linajirudisha kuanza upya, participant wanajirudisha kuanza upya. Kwa hiyo ukielewa hichi kwamba soko lilikuwa limefanya kabla ya data, soko lilikuwa na expectation, yani kabla ya hiki kikao soko lilikuwa na expectation gani? Maana yake hautashangaa kwamba soko lilikuwa na expectation ya wao watapandisha interest rate, lakini hawajapandisha, ndio maana inashuka. Kwa hiyo pale utaelewa nini kimepelekea price kuweza kushuka siku ya FOMC. Au soko lilikuwa linategemea watashusha interest rate, lakini hawajashusha. Wangeshusha interest rate, maana yake ni nini? USD ingepata nguvu. I mean, wangeshusha interest rate, USD ingeishiwa nguvu. Lakini siku ya news, siku ya FOMC hawajashusha, USD itapanda. Kwa sababu gani? Soko lilikuwa lina expect kwamba watashusha interest rate, lakini hawajashusha. Kwa hiyo kama hawajashusha, maana yake USD itapanda. Unaweza ukashangaa soko wa amazed kwamba why ipande wakati hawajapandisha interest rate? Kwa sababu tayari soko lilikuwa limereprice katika uelekeo wa kwamba itashushwa. Kwa hiyo tayari lenyewe lilikuwa limeshaanza kuseli. Kwa hiyo itabidi sasa lifanye masaisho, correction, kuendana na decision ya sasa, kwa sababu hiyo itakuwa ni new information ambayo soko lilikuwa halijaifanyia kazi. Sawa, eh? Tuko pamoja watu wa Dodoma? Mirembe anamaanisha
Baraka anauza watu wa Dodoma tena wapi? Mmenipata hapo? Ndio. Nilipoipata hiyo ilinisaidia mimi kisaikolojia. Hilo jina aliwasaidii nyie, ila linanisaidia nyie mimi kuendana na nyie kuadapt. Kwa hiyo niko tayari tuanze, yaani ndio pale muda ule Daudi anaweza, tunaweza tukauliza hata ya mwanzo kule, uliza hata what is forex. Mimi nitaanza upya. Kwa hiyo nilijipanga mimi kwa sababu hili darasa hata sitaki kuwa na haraka. Sitakiwa tu. Mmenipata lakini hapo Tuko sawa kabisa. Kama mshakuwa sawa haina shida. Nitambue uwepo wa mwenzetu mmoja ambaye kajiunga na sisi, anaitwa Frenki. Frenki, habari ya kwako? Safi za kwenu? Wetu salama kabisa. Vipi upande wako? Salama. Naona muda sio poa, Eh? naona muda sio poa, unahitaji mazoea. Ndio maana nishangaa kipindi cha kwanza kuwepo. Karibu sana ise. Niliambiwa na madam kwamba tutakuwa na mwanafunzi mwenzetu mpya, nikasema nampa pole kwa sababu darasa analojiunga nalo ni la Milembe. Kwa hiyo ila huwa lina upendo, lina sifa moja ya upendo, na nilijua si kwamba wana moyo wa upendo, ila kwa sababu mtu mpya akishaingia wanajua atakuwa anauliza angalau maswali ambayo wao wasiyafikiria. Kwa hiyo ndio maana lina upendo. Kwa hiyo jisikie uko huru, tunaamini wewe ndio utakuwa mzima peke yake kwenye darasa. Hapana, darasa gumu sana hili, lakini tunahitaji hii elimu. Sawa, haina shida Frenki. Tunashukuru uwepo wako. Kama una swali utauliza, ukiwa na swali unauliza muda wote wakati kinachoendelea. Naamini kwamba ulipewa, madam niliona alikutumia linki ya yale ambayo tayari tumeshajifunza, hatujaenda mbali. Utakimbizana nayo. Wakati mwingine kama hivi labda umekikosa kipindi kimoja, baadaye video zake zikishatumwa pia unaweza ukajikumbushia. Yes, Pasco, unaweza ukakuta unataka kubisha. Mwalimu, naam. nilikuwa tu nataka nimkumbushe Monta, kwa sababu ulishachagua uongozi. Monta awe anajitahidi kuhakikisha ambaye hayuko darasani anakuwa labda ajue kabisa sababu ni nini. Sasa unaweza ukakuta leo kama hivi Manga hayupo, unaweza kukuta hata haijulikani kwa nini hayupo. Amekusikia Siala, umemsikia? Anakusisitiza tu kwamba upendo kwa wengine ambao hawajananii pale, hawajahudhuria. Sasa yawezekana hata ni Baraka mwenyewe anataka kutokuwepo baadaye ili tu mpigie simu. Kwa darasa la Milembe mimi mbona nawaelewa tu, hamna shida. Sawa. Basi tuendelee nani tu pale. Kikubwa ni kuwa huru. Frenki, we huru pale ambapo hujaelewa unauliza. Hatuna haraka ya kumaliza, tuna haraka
ya kuelewa. Lengo letu kubwa sio kumaliza, lengo letu kubwa ni kuelewa. Kwa hiyo pale usije ukajisikia kwamba labda nitawarudisha nyuma. Ndio maana hili darasa lenyewe liko huru kabisa. Huwa namuomba madam kwamba ikiwezekana, kama mtu yuko serious sana, usituletee kwenye hili darasa. Hatutaki kubadilika tabia sisi, tunataka tuendelee hivi tu. Hiyo tutakuomba wewe ndio tuadapt zaidi. Siendelee. Nilifika sasa kwamba kwenye kuipata new price, kwa sababu ni continuous repricing, inaweza sasa kwamba imefika hapa tukaanza upya zile data. Sasa kama tulikuwa tunatolea mfano wa mfumuko wa bei, kwamba imefika hapa, lakini soko lilikuwa na expectation tofauti, likabadilishwa expectation, tunaanza tena upya. Ndio maana continuous repricing. Kwa hiyo Kim reality market is continuous repricing reality. Kwa hiyo haichoki. Wakati mwingine kusema imeshashuka sana hii gold na inapanda kile kishuke na nani tu hapa, wewe unakuwa umechoka kuisubiri. Hapana, unapaswa ukiadapt hiki kitu, kwa sababu upasi kuwa mwelevu kuliko kile ambacho soko linakuonesha. We kubaliana nacho tu, adapt kile ambacho soko linakupa. Na taarifa mpya zinaingia kila siku. Kumbuka ni ishu, umeingia kwenye soko la kidunia. Wakati mwingine taarifa inaweza stoke tu Marekani, kama Pasco alivyotuambia. Taarifa ikatoka Israeli kuvamiana na Irani, soko litameza zile data. Likatoka Ukraine kuvamiana na Russia, soko litameza hizo data. Cha msingi tu wahusika wanaathiri uchumi wa dunia. Tutakuja kujifunza kwamba soko likimeza mataarifa kama yale pale, geopolitical tension, gold itafanyaje, sijui USD itafanyaje, yote hayo tutajifunza kwamba uamuzi sahihi ambao ni expect ni upi. Yote hayo tutakutana nayo, tutayaelewa kwa undani kabisa. Kwa hiyo lisikuanzishe tu. Mimi hapa nachotaka ni kwamba ujue kwamba soko lina reprice kwa sababu gani. Sawa kuu. Kama sasa hivi wanao trade mafuta maisha si yanapanda tu siku zote, ili au waamuzi wanafanya nini? Kimsingi hayapandi siku zote. Hizo data hizo ni taarifa, labda kama unafuata za conductor ila taarifa za soko sio kwamba yanapanda siku zote, ila kama unamsikiliza conductor Ijumaa tu yalishuka sana. Tumegundua mpaka mwalimu wote tuko Dodoma. Ulitaka mimi niwe wapi sasa? Hapana, ulitaka mimi niwe bungeni? Wote tuko sehemu moja. Askari magereza utakuwa unalinda bunge au? Si utakuwa nawe gerezani huko huko. Safi sana. Kwa hiyo kama usikilizi taarifa za hao jamaa, watakwambia kwa sababu mafuta yanapanda, ili watakukonvinsi vipi sasa kuwapa nauli zao? Kwa hiyo naamini kwamba hiyo sio source yako ya information, kwa sababu kitaalamu ni kwamba ikitokea tu imetokea taarifa kwamba Marekani sijui na Irani
wamekubali kukaa meza moja. Hiyo taarifa tu itayaangusha mafuta kwa kiwango kikubwa sana, itaiangusha bei ya mafuta. Kwa hiyo sio kitu chepesi kwamba nikubali tu kila siku, kwa sababu taarifa ndogo tu mafuta yanaanguka bei kwa kiwango kikubwa sana. Tungekuwa na nafasi tungeenda kwenye chati ya bei ya mafuta, ila tu Sasa mwalimu, naam, kwa bongo kwa mwezi bei inatoka mara moja kila yes, Jumatano ya mwezi unaofuata. eh, Sasa Jumatano ya kwanza. ndio, Sasa tuseme eh, sasa hivi hiyo news ya juzi kwamba Marekani at least sasa mwelekeo ni mzuri. Sasa soko tuna expect kwamba yatashuka. Hayo ndo matarajio. Na sasa sisi hayo matarajio tuseme kwa bongo tunataraji mpaka Jumatano ya kwanza ya mwezi unaokuja. Umeona? Sasa kwa sasa hivi sokoni mtu anafanya kitu gani? Sasa tunaenda kupata unamaanisha bei soko mwezi la ujao. bongo au soko hili la dunia? Sasa hili ni kujibu kwa lipi? Tumefanya tu mfano, yani tunaongelea bongo. Bongo mtaendelea kutumia bei ile ile ya zamani, kwa sababu kumbuka, wafanyabiashara waliyanunua kwa bei ya zamani. Sasa huo mzigo wakiwauzia kwa bei ya chini ili wapate hasara au? Sasa ukisema wajanunua, kwa hiyo maana walipandishaga bei wakati stock ilikuwa imeshafika. Kumbuka stoko yao Huko tupaache. stoko yao Daudi, walinunua kwa bei ya juu. Kwa hiyo mpaka wamalize huo mzigo, watakaponunua kwa bei mpya, umeisha huu hapa, si ndio watakuletea sasa hiyo pale, watakuletea ile bei Ile ya ya juzi, eh? ile ya juzi wakati wamepandisha bei tayari kwa kuna stock ambayo ilikuwa Ngoja imeingia nikwambie kitu bei. kimoja ambacho unapaswa kitofautishe. Sisi huku sokoni tunauza, yani hatutredi physical, hatutredi mafuta physical. Kama tungetredi mafuta, hatutredi physical. Physical ni kwamba unatumia bei ambayo tayari mfanyabiashara aliinunua, awezi akakushushia bei wakati kainunua yeye kwa bei ya juu. Sisi tuna trade spot. Kwenye spot ni kwamba bei iliyopo sasa hivi, niliwaambia spot forex, bei at current price. Yakishuka sasa hivi tuna seli, tunaanza kuseli. Lakini physical utofauti wake ni kwamba mtaenda na bei ambayo ile inventory ilinunuliwa. Hata wewe ungekuwa ndio mfanyabiashara wa mafuta usingekubali kushusha. Kwa sababu gani? Bei ndio maana sasa bei zinabadilika angalau kila kama ulivyotutajia, sijui kila Jumatano. Yes, nilifuatiliaga zamani, sijui kila Jumatano ya ngapi ya mwezi, mimi sikumbuki vizuri, umeona. Lakini ile ni physical, ila huku mafuta yanaweza yakabadilika. Yes, yamebadilika, yameshuka, yameporomoka sana, labda leo kwa sababu labda hawa jamaa wamekubali kupatana, sijui wamefungua mlango wa nini, sijui bahari na nini, na milango umefunguliwa. Yes, nani pale. Lakini siku tena wanaenda kujumua tena, wakakuta hawa jamaa wamekiamsha tena, wakakutana na bei kwa bei mpya ya spoti kwa muda huo, ukakuta imepanda tena, alafu wewe watakuletea tena bei hiyo hiyo ya juu. Umeona, cha msingi mafuta hayajatulia katika bei moja mpaka itokele stability sasa. Kwa hiyo tofautisha kabisa hivi vitu viwili, tofautisha physical na spot. Physical inachelewa kupokea mabadiliko kwa sababu kuna fakta zilizoko, sio tu kwenye bei ya dunia, hata nchini kwako kuna fakta zingine zinaweza zikatokea, kwamba yalikuja yamelipiwa sijui ushuru mkubwa sijui nini, labda serikali haija subsidize, ikajikuta kwamba
ndio maana labda yako bei yake iko juu labda kuliko ya Kenya, sijui nini. Fakta ni nyingi wakati mwingine ni za kwako mwenyewe nchini kwako, ila sisi tunachokitredi, tuna tredi ule uhalisia wa bei ya sasa hivi. Ndio maana tunatumia information mpya, tuko flexible. Umenisoma? Nimekusoma mwalimu, umemaliza. Ulivyosema tu spot forex ndio nikakumbuka. Mwalimu, Naam. mwalimu, Nakusikia, tuende basi. yaani kwa maelezo hayo tu tayari tushafaulu kwenye forex. Yes. Kama mmeashika sina mashaka na nyinyi. Haya, kuna kaswali kepesi haka nataka mnijibu. Daudi. Naingia kila siku. Tuma majibu. Taja majibu moja kwa moja. Mwalimu. Naam. Unajua market haibadiliki. Tupe na sababu sasa. Unajua kinachobadilika ni thamani ya asset. Mimi ndo sijaelewa swali. Kwa taarifa mpya zingi. Thamani ya market. Thamani ya market kwa mimi ninavyoelewa haibadiliki. Kwani market tulisema ni nini? Bahati nzuri umeturudisha mwenyewe kwenye revision. Market ni nini, Daudi? Market ni soko. Hapo umetafasiri. Hujanipa maana. Wanisaidie mwalimu hao. Wewe siku hiyo ulikuwa hadi uko serious, una take na notes kabisa. Baraka, hebu okoa jahazi. Baraka okoe. Mwalimu. Naam. Nafikiri msamehe tu kidogo Monta, nadhani kwa sababu ni mapema sana bado alikuwa hajaamka. Lakini umesema ikiwa taarifa mpya zinaingia kila siku, je, thamani ya market inaweza kubaki ile ile muda wote? Ili jibu ni ila hapa. Market is continuously repricing reality. Kwa hiyo itaendelea tu kubadilika, haiwezi kubaki ile. Umemaliza Baraka, nenda kalale, nenda kapumzike ndugu yangu. Unaenda kweli bwana? Nenda kapumzike kabisa. Sawa. Kama Baraka alivyotuambia, jibu liko kwenye heading, jibu liko kwenye kipengele chake cha juu. Kwa hiyo hamna namna ambayo tutasema kwamba ni kitu ambacho ni complicated. Ndio tumetoka kukielezea muda wote. Sasa mwalimu aelezee maana ya market. Hapana, wewe ndio uelezee. Mimi nishasahau. Okay.
Sawa, Mwalimu, tuendelee. tunahamia kipengele kipya ambacho ni market reality dhidi ya trading myth. Market reality dhidi ya kile ambacho ni kana kwamba ni viconcept ila sio vya ukweli. Najua hata niye wakati mnakuja darasani kuna vitu mlivyokuwa mnavihisi ni reality, ila baada ya kuanza mafunzo, kuanza kujifunza, ukagundua kumbe ile ilikuwa ni just myth, unaamua kuipiga chini. Hebu Daudi, hapana, Daudi tumpumzishe jamani leo. Pasco leo ndio mtoto wa darasa. Niulize tu mwalimu, niulize tu. Utaelewa mno wewe tukiuliza kila wakati wewe. Mimi nishakubali kuwa mirembe. Nataka Pasco, hebu tuambie kwa nini market haikai kwenye bei moja milele? Kuna mtu anashukuru, bora sijaulizwa. Unaweza kukuta eti Baraka kweli ameenda kulala wakati somo darasa linaendelea. Hii ndio uamini ni mirembe. Basi hebu tujibu. Mwalimu, Naam. yani market kama market, yani hebu rudia swali maana nimesahau. Naweza, kwa nini market haikai kwenye bei moja muda wote? Nikatumia neno milele. Kwa nini market haikai kwenye bei moja milele? Yani kwa sababu tuseme karibia kila siku kunaweza kuwa kuna new information na inaenda kupelekea kuwepo kuna new expectation, ndio inaenda kupelekea kuwepo kuna new decision na new price. Kwa hiyo market itaendelea kuwa continuous repricing. Frank, hebu tuambie kwa nini market haikai kwenye bei moja milele? Mwalimu, naam, nahisi ndugu yetu atakuwa amelala. Sawa, okay, hebu chagua mmoja ambaye aongezee jibu kutoka ulipoishia wewe. Hapo Daudi. Okay, Daudi, twende. Sasa Pasco anacheka. Mwalimu alichokisema Pasco ni sahihi, kwa sababu market sio kitu ambacho kiko stagnant. Yaani market kina mabadiliko ya market either kupanda au kushuka na hizo factors zingine. Hiyo mitazamo na hadi inatupelekea huko. Kwa hiyo sio kitu ambacho kiko kimekaa hapa. Yaani chenyewe kucheza kinategemea hizo factors zingine. Sawa. Baraka, unaniongeza? Mimi sina nyongeza, lakini nashukuru tu kwa sababu brother ameelewa. Kwa sababu jibu lake hili la pili limetofautiana na la kwanza alilojibu. Kwa hiyo hapo ameelewa sana. Okay, sawa. Kimsingi hayo yote ni sehemu ya jibu, lakini kuna principle kubwa zaidi ambayo sasa inatupelekea tukaanze hiki kipengele. Bahati mbaya dakika zetu